asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Kama vile Bwana unasema neno lako li hai, neno lako lina nguvu, neno lako Baba ni upanga ukatao kweli Bwana. Wacha Bwana ukafanye vile Bwana maisha umekusudia kwa ajili ya siku ya leo Bwana, kwa ajili ya neno lako Bwana. Ili Bwana mnaposema kwa ajili ya mwezi huu na kwa ajili ya maisha yetu Bwana, ukalitimiza maana ufahamu na uweza. Hakuna Mungu kama Baba wa mbinguni utendea makuu mambo ya ajabu. Dhihirisha kwetu kwa ishara, kwa miujiza, maana Kristo anaweza. Bwana inuliwa basi ufalme. Asante Mwokozi, maana Yesu umesikia umetenda Bwana. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba kwa amini. Bwana asifiwe. So nataka niseme hivi kwa haraka. Wakati wa uzito ama wakati wa majaribu tunatafuta uwezo wa Mungu juu ya maisha yetu ili kutupa ushindi wa kusonga na kuona mabadiliko katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio lakini hali na uzito ndio unajua. Kila apitaye unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Unapita hali nzito, unahitaji maombi. Nataka tuangalie hii maneno Yesu alizungumza kwa sababu ya wakati alipita. Na akatuhimiza na sisi wakati wa kupita hali hii vile mambo itakavyokuwa. Twende kwa kitabu cha Luka mtakatifu kifungu cha 22, 39 na 41. Na tumalizie na kitabu cha Hesabu 33 mstari wa 8. Hiyo vitabu mbili peke yake ndio nataka niinguse tu. Na tuombe kwa jina la Yesu. Yes. Luka mlango wa 22. Kwa haraka tuombe tu. Tumalizie ibada zetu. Kuanzia mstari wa 39. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakamfuata. Wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao. Mwenyewe Yesu mwenyewe, maana alikuwa anajua saa yake imefika. Wakati wa uzito, wakati mambo mazito wapendwa, watu shuka kukaribia Mungu ili wakati mambo inakuwa mazito tupate neema, tupate kibali, tupate neema ya ile mzigo usiwe mzito sana, ili Mungu atupatie ile neema. Yesu akasongelea akaenda mlima wa Mizeituni. Wakati alipika pale, Yesu akakaa pale, mitume akawaambia, mnapaswa kuomba ili msiingie majaribuni. Maana Yesu alikuwa anajua wakati wa kuondolewa kwake kwao itakuwa ni sasa kwao. Itakuwa wao hawatastahimili yale mawimbi kuwapika. Haleluya. Amen. Sometimes tunapita mawimbi ya familia, tunapita mawimbi ya kifedha, tunapita mawimbi ya kazi, tunapita mawimbi ya biashara, tunapita mawimbi hata ya kiroho, tunapita mawimbi hata ya huduma. Na wakati ule tunapita mawimbi ya yale mazito, pale ndio watu wengi urudi nyuma. Watu wengi ujisahau. Watu wengi huacha Mungu. Walikuwa wamejikomiti sana kanisa, wanaacha. Walikuwa wanaingia maombi kila siku, wanaacha. Walikuwa wanafunga na kuomba kunaisha. Wanabaki watu wa kawaida. Maana mawimbi ni mazito. Maana hali ni nzito sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akajua wakati mawimbi yakiwa mazito, wakati hali ikiwa nzito, kinachohitajika kwetu ni maombi kwa wingi. Haleluya. Amen. Maombi kwa wingi kwetu itatusaidia wakati vita vinakuwa vizito, wakati mambo yanakuwa mazito. Wapendwa, pale ndio Mungu na anaonekana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wapendwa, mimi ninataka tuombe.
nataka hii mwezi wa 5. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka hii mwezi wa 5 tuinvest kwa prayer. Kama inawezekana. Kama inawezekana. Kuna jambo, kuna kitu unasikia kimekuzuia. Kuna mahali unataka kuwa, ama kuna kitu unataka kukifanya lakini unasikia hapana. Kile tunahitajika ni nini? Ni maombi kwa wingi. Prayer. Maombi mengi. Maombi deep prayer. Maombi ya wingi kabisa inabadilisha hali kuwa ambayo sio ile hali, inakuwa ni hali nyepesi, inaweza fanya kuvuka kwa urahisi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Urudie hiyo maandiko tena. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Maana wanafunzi wake walikuwa wanafuatana naye hivyo. Alikuwa anatoka na Petro, Yakobo na Yohana. Wanaenda tu. So ilikuwa kawaida tu, wakati ule wanaenda maombi, wanakaenda maombi. So itafika wakati hata tunaenda kanisa tu kama kawaida. Haleluya. Amen. Itafika tutafunga kama kawaida. Hatutaomba kama kawaida. Tutaomba in extra power. Maana kuna kitu kina kikombe letu ambayo ni extra, kina nguvu zaidi, ambayo tunataka tunapofika pale tuwe na neema ya kuvuka. Tuwe na neema ya kuvuka. Tuwe na neema ya kushinda. Kuna adui amesimama na akanikilia, akasema huu mwezi hautavuka, lakini tunamuonyesha kwamba tunaye Mungu ambaye atatuwezesha kuvuka mahali hatuwezi. Mahali hatuwezi. Kuna ndoa ambazo zimekosa amani, lakini mpendo nakuambia inaweza patikana amani kwa ndoa yako kama huu mwezi utainifesi kwa maombi mingi. Utaomba wakati kutana ibada za wiki katikati, kucha tuombe, kucha tafuta Mungu, kucha tuombe. Tutakuwa na mifungo ya kufunga na kuomba, kufunga na kuomba, kufunga na kuomba, kufunga na kuomba mpaka tusukume mpaka ile hali inatukalia ituondokee. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Yesu anamaanisha nini? Anamaanisha wakati ule ilikuwa ni kama kawaida tu, lakini kwenda pale Yesu kwenda katika mlima wa Mizeituni hakuenda kama kawaida vile walikuwa naenda. Haleluya. Amen. Wapendwa, imefika wakati hatuingii kanisani kama kawaida. Tunaingia kanisani maana tuna muziko. Kuna hali imetukalia, kuna vitu vinatuzuia, kuna hali tunasikia inatuishusha. Unataka tupoe, unapata tupate amani. Yes. Haleluya. Amen. Leo tumalize. Alipofika mahali pale, aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribu. Yesu alijua wakati wa kukamatwa kwake, wengine watareact, wengine wataogopa, wengine watakimbia, wengine watarudi nyuma, na hiyo ndivyo ilikuwa. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha wakati huu, wakati wa kukamatwa kwake, ili wasaimili ule mziko, wasaimili ile hali. Maombi utuma kusaimili hali tunayopitia, lakini si kutuondolea. Haleluya. Maana alisikii tunaomba ziondoke, zikatae kuondoka. Haleluya. Amen. Alisikii tunaomba ziondoke, zikatae. Lakini ikienda kuondoka, kile kinafanyika ni nini? Lazima tupate neema ya kuvumilia na kuvuka hiyo hali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So hali zingine nimekuambia si lazima iondoke. Si lazima iondoke. Kile kinacho maana nini? Tuombe Mungu atupe nguvu, hatuwezeshe kuishinda ile hali. Hatupe nguvu ya ile hali kuwa nyepesi kwa maisha yetu. Haleluya. Lakini si vitu zingine, si vitu za kukemea, si vitu zote za kukemea. Haleluya. Si Yesu alijaribu kuombea hii, akamwambia Baba hii kikombe iondoke. Maana alikuwa anajua uzito wake. Haleluya. Yesu alikuwa anajua uzito wa hii kikombe. Akasema kama ni mapenzi yako Baba, hii kikombe kiniondoke.
Hata na sisi sometimes tunapita hali kama zile. Lakini saa zile tunapita hali kama zile, kuna vitu zingine asisa kuondoka. Ni vitu zingine za kusipokee, tusipokee, yaani hivyo vikombe ni zetu. Imeandaliwa kwa ajili ya sisi. So hizo vikombe vimeandaliwa kwa sababu ya sisi, lazima tusipokee, lakini tuwe na neema ya kutosha kusipokea na kustahimili ile uzito mpaka tutopoe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawaambia ombeni. Ombeni. Wapendwa, ni wakati wa kuomba. Kenya mahali imefika. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Kenya mahali imefika inataka waombaji. Yeah? Haleluya. Amen. Inataka waombaji. Maana siasa mahali zimefika za Kenya ni mchezo mchafu. Haleluya. Amen. Unakuja kupata hata wachungaji wamejiunga na huko. Haleluya. Wachungaji wamejiunga na huko. Wachungaji wakiunga na washirika wanashajiunga kitambo. Haleluya. Na sasa itakuwa hakuna muombezi, hakuna wa kuomba. So ni wakati wa kuomba. Tunaandikilia, tunaanza kuomba, tuambie Mungu kama vile umesema. Tuombe tusiingie majaribuni. Bwana tutie nguvu ya kuomba. Tunaitisha neema ya maombi leo. Tunaitisha neema na grace of prayer. Tunaitisha neema ya kuomba. Tunaitisha nguvu ya kuomba. Kuomba kabisa, kuomba kabisa. Kuomba bila kukata tamaa. Kuomba bila kuchoka. Mbele msiingie majaribuni. First 41 ya mwisho malizia pale 41. Mwenyewe akajitenga nao. Kama kiasi cha kutupa njiwe. Akapiga magoti. Akaomba. 42. Akisema. Baba. Ikiwa ni mapenzi yako. Uniondolee kikombe hiki. Lakini si mapenzi yangu. Bali yako yatendeke. Haleluya. Amen. Unaona kile Yesu alikuwa anamaanisha watu wakae